Kauli hii inajieleza ni kwamba uchumi wa Marekani unapitia katika kipindi cha mpito, na hii inatokana na mabadiliko aliyoyafanya hasa kwenye masuala ya sera za kibiashara, lakini pia sera za kiuchumi tangu alipoingia madarakani. Lakini pia kauli hii iliungwa mkono na waziri wake wa biashara kwa kusema kwamba hakutakuwa na mdororo, lakini baadhi ya bidhaa zinaonekana kupanda bei. Na mimi nitaichakata kauli hii kwa kuangalia viashiria vikubwa vitatu ambavyo vinatumika kupima uchumi kama unadorora au unaongezeka. Moja, tutatumia pato la taifa. Takwimu zinaonyesha kwamba mwaka 2024 pato la taifa la Marekani tunasema robo ya 4 ilionekana kukua kwa 2.1 ikilinganishwa na robo ya 3 ambayo ilikuwa kwa 2.3. Hii inaonyesha kwamba ilipungua kidogo kwa 0.2, lakini bado ni ukuaji chanya. Cha pili, utaangalia soko la ajira ambapo ilionekana kwamba mwaka 2024 soko la ajira lilishuka kwa 3.5 ikilinganishwa na mwaka 2023. Kikubwa ambacho kinaongelewa sasa ni swala la mfumuko wa bei ambapo inaonekana kwamba mfumuko wa bei wa Marekani umeongezeka kwa 2.8 tangu Januari mwaka huu ikilinganishwa na mwezi Disemba ambayo ilikuwa ni 2.5. Kwa hiyo kuna ongezeka la 0.3. Naweza tu nikasema kwamba dalili za mabadiliko katika uchumi ni viashiria vya sasa, tukiviangalia vya sasa ambavyo vinaendelea vilivyoko Marekani, bado haionyeshi kama kuna uwepo wa mdororo wa uchumi kwenye nchi hiyo, lakini bado inahitajika kufuatilia karibu ili kuhakikisha kwamba udhibiti wa kiuchumi katika nchi hii inafikiwa katika hali yake ile ya kiuchumi iliyokuwa awali. Naam, Mike Mhagama, mabadiliko haya ya kiuchumi yanayofanywa na Rais Donald Trump yanazungumzwa vipi ndani ya Marekani, na je, mkishaanza kuhisi huo mfumuko wa bei kwa sasa? Ni kweli na mfumuko wa bei kwa sababu bidhaa ambazo ni za kawaida kabisa zimeanza sasa kuonekana kwamba ni bidhaa kama za anasa. Kwa mfano, ukienda kununua vyakula vya kawaida kabisa katika maduka ya vyakula, basi utakuta kwamba bei kidogo zimepanda. Si kawaida kwa sababu kabla ya mambo haya yote kujumuika pamoja na matangazo haya hapa na pale ya bwana Trump, ulikuwa ukienda sokoni basi unaweza ukarudi na mifuko 10 ya groceries, lakini kwa bei hiyo hiyo leo hii ukienda dukani unaweza kurudi na mifuko isiyopungua 3 kwa bei ile ile ambayo ulikuwa ukirudi kwa mifuko 10. Tunaanza kuona sasa hasara za yale ambayo yanatangazwa kila siku kuhusiana na mfumuko wa bei, na kwa sisi watu wa kawaida ambapo kwa wakati huu kwa ndugu zetu wa Kristo wanakwenda katika Kwaresma na wenzetu Waislamu wanakwenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, inakuwa ni wakati mgumu, na inaonekana kabisa kwamba kwa jinsi tunavyozidi kwenda mambo yatazidi kubadilika na kuwa pengine hali zaidi. Hujatuambia wanasema nini sasa watu hao na waita wa kawaida na Wamarekani wenyewe juu ya hayo mabadiliko ambayo anayafanya Rais Donald Trump? Wamekuwa wakijilaumu hasa wale ambao walimpigia kura, kwa sababu ijulikani wazi kwamba kabla ya uchaguzi watu walisema kwamba uchumi wakati wa Biden ulikuwa mbaya, kitu ambacho kinaweza kikaleta malumbano kidogo, kwa sababu ukiangalia kwa baadhi ya vitu ambavyo sasa hivi ni ghali, hapo kabla ya uchaguzi wa uraisi mambo yalikuwa kidogo yanaeleweka na rais kwa mfumuko huo wa bei tunaozungumza. Lakini baadaye yeye Trump alijinadi kwamba atakapoingia madarakani siku ya kwanza tu atashusha bei ya vitu vingi sana ambavyo watu walikuwa wakigombana wakati huo na kusema kwamba ni vya ghali, lakini hali inazidi kuwa mbaya zaidi na watu wamezidi kulalamika na wengine wakijilaumu kwa nini walimpigia kura bwana Trump. Beatrice, wataalamu wa uchumi mnatuonya kuwa uchumi wa dunia unaweza ukakabiliwa na hali ya kuzorota kama uliowahi kutokea mnamo miaka ya 1930. Sasa ikiwa Marekani haitaamua kuachana na mipango yake ya kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za nje, kwa hali ya sasa unavyoona inaweza kujirudia hali hiyo? Kuzorota kwa uchumi miaka 1930 kulisababishwa na mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuanguka kwa soko la hisa la Marekani ambapo lilishuka mwaka 1929, ambapo kwa kipindi hicho hisa za makampuni mengi zilianguka ghafla na 1/3 ya benki za Marekani kufa. Pili, katika kipindi hicho sera za kibiashara ilipelekea kuongezeka kwa ushuru kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi, na hali hiyo ilisababisha nchi nyingi kujibu hatua za kulipiza kisasi, ambapo na sasa tunaona swala hilo. Na ongezeko la ushuru kwa bidhaa za nje linaweza kusababisha mambo yafuatayo. Moja ni kupungua kwa biashara za kimataifa kama ambapo Mexico wamefanya, lakini Canada wamewajibu Marekani, hali kadhalika China na Marekani wameingia kwenye mgogoro huo. Cha pili, inaweza kupelekea kuongezeka kwa gharama za uzalishaji, hususan kwenye biashara zile uzalishaji wa Marekani wa magari yao kama Ford, Tesla na mengine yanayofanana na hayo, kwa sababu wanategemea sana bidhaa kutoka kwenye mataifa mengine. Lakini hata ujenzi wa nyumba za Marekani unategemea mbao kutoka Mexico na Canada. Vyakula, maparachichi, matunda, nyama, maziwa yanatoka sana Canada, na mteja wake mkubwa ni Marekani, anauza kwa zaidi ya 28%. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba vitu hivi vinapelekea pia kupungua kwa ajira, hususan kwenye mashamba kule kama mahindi na mazao mengine yanayofanana na hayo. Sasa ninachoweza kukisema hapa ni kwamba kwa kuzingatia hali ya sasa ambayo tunaiona, kuna hatari ya kuzorota kwa uchumi kutokana na ongezeko la ushuru ambalo limefanyika kule Marekani. Naweza kusema uwezekano wa kurudia hali ya mdororo uliotokea mwaka 1930
30 unaweza ukawa mdogo kutokana na sababu zifuatazo. Mosi ni uwepo wa taasisi za kimataifa. Kwa mfano shirika hili la biashara duniani linaitwa WTO ambalo linaweza kusaidia sana katika kupunguza migogoro hii ya kibiashara. Cha pili ni uwepo wa mifumo ya kisasa ya kifedha. Kutokana na ukuaji wa teknolojia unaweza ukapelekea mambo haya yasitokee. Tatu ambalo ni kubwa ni ongezeko la ushirikiano wa kimataifa ya Afrika, mataifa ya kikanda yanaweza kusaidia sana tusifikie uchumi ule wa mwaka 1930. Tunachoweza kusema kwamba bado kuna umuhimu wa viongozi wa dunia kushirikiana na kuepuka sera zinazoweza kuathiri vibaya uchumi wa dunia. La sivyo tutarudi mwaka 1930 kama wachumi wengine walivyokwisha kueleza hapo awali. Naam, Mike. Waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick amesisitiza kwamba hakutakuwa na kuporomoka kwa uchumi kwa kiasi kikubwa, ingawa amekiri kwamba bei ya baadhi ya bidhaa inaweza kuongezeka. Unadhani bado hali hiyo italeta madhara? Ni kweli utakuwa na madhara kwa sababu mbambiko huu wa kodi wa 25% kama inavyotangazwa na Bwana Trump inaonyesha kabisa kwamba itaongeza baadhi ya bei ya bidhaa na bidhaa nyingi kama ambavyo za vyakula, lakini pia kwa wale ambao ni wanunuzi wa magari na wao hasa wale ambao wanapigana vita hii na Marekani, yani Canada, Mexico, na wao wamelipiza kwa kutoa malipizo ya hizo asilimia za kodi watakazotoza kwa bidhaa ambazo zinaingia kutoka Marekani. Kwa hiyo hii inaonyesha moja kwa moja kwamba ni vuta ni kuvute. Sasa vuta ni kuvute hii inamwathiri zaidi mlaji ambaye ni mtu wa kawaida ambaye anategemea bidhaa hizi katika kusukuma gurudumu la maendeleo yake binafsi na familia yake, na pia pato la taifa ambalo pia la mjumuisho katika hizi asilimia ambazo zinatajwa. Sidhani kama mdororo huu utakosekana moja kwa moja, lakini utakuwepo. Inawezekana usidumu kwa muda mrefu, lakini utakuwepo. Dalili zimeanza kuonekana. Beatrice, awali China imeionya Marekani kwamba iko tayari kupigana vita vya kibiashara. Hii italeta athari gani kwa uchumi wa dunia iwapo mafahari hawa wawili wataingia katika vita hivyo? Athari zipo. Uhusiano wa kisiasa kati ya Marekani na China unaweza kuzoofika kwa kiasi kikubwa sana, na hii inaweza kuleta mvutano katika maeneo mengine ya kimataifa kwa maana ya dunia nzima kwa ujumla. Cha tatu, nchi zote ambazo zinafanya biashara na mataifa haya makubwa, ingawa kuna uhasama wa kibiashara kati ya Marekani na China, lakini kuna athari kubwa kiuchumi hata kwa dunia nzima kwa ujumla. Beatrice, mataifa ya Afrika yachukue tahadhari gani kwa haya yanayotokea? Kwanza, kuimarisha ule utekelezaji wa mkataba wa eneo huru la kibiashara lijulikanalo kama the African Continental Free Trade. Mkataba ule ulikuwa na malengo mahususi mbalimbali, lakini moja ilikuwa ni kuongeza biashara ya ndani. Mataifa ya Afrika yafanye biashara wao kwa wao ifikapo mwaka 2030, lakini kuondoa ule ushuru wa 50% wa forodha. Ikiwa mkataba huu ambao waliweka utazingatiwa kikamilifu, inaweza sana kusaidia nchi za Afrika kupunguza utegemezi wake kwa mataifa kama China, Marekani na bara la Ulaya kwa ujumla. Mike, kwa upande wako? Kwa namna moja au nyingine tuangalie upande wa pili ambapo matamshi haya Trump si mara ya kwanza. Unakumbuka 2018 alisema vitu kama hivi, na kilichofanyika baada ya hapo, nchi kama China iliweza kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya kufanya biashara na nchi za Afrika. Walitengeneza kitu kinaitwa jukwaa la biashara la kimkakati kati yake na nchi za Afrika mwaka huo 2018, ikiwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa kutoka Afrika kwenda China na bidhaa kutoka China kwenda Afrika zinapatiwa usafiri wa kirahisi zaidi. Inawezekana kabisa Afrika ikafaidi kidogo katika mvutano huu. Kwa namna moja au nyingine wanaweza wakafaidika, hasa kuongeza majukwaa ya kibiashara na kuongeza mbinu za kibiashara kati yake na nchi kama China.